Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Sheikh, mimi na mashaka. Karibu. Na kwa kuwa umetuambia tusiwe na kawaida ya kukaa na mashaka. Ndio. Sasa nina swali nataka niulize. Karibu. Tunatembea kwenye hadhara nyingi, tunaswali katika misikiti mingi. Ndio. Na kuna kawaida ya wasomi wa Qur'ani huwa wanasoma Qur'ani. Ndio. Na kabla hawajasoma Qur'ani, ndio, huwa tunaambiwa maneno kutoka ndani ya hiyo Qur'ani. Ndio. Basi sisi wengine huku tutulie na tunyamaze ili tuisikilize hiyo Qur'ani. Ndio. Na ndipo faida yake inapopatikana. Ndio. Sasa kuna kitendo kinachotokea wakati msomaji anasoma. Ndio. Na baadhi ya watu huwa wananyanyuka, wanakuja kumtunza ule msomaji. Ndio. Wanafika wanamvua kofia, alafu wanampachika fedha humu. Naam. Wengine hawatunzi, bali wanaenda pale wanampiga ule msomaji. Ndio. Kuonyesha kwamba aliposoma yeye kamkuna anajisikia raha, anaenda anampiga hivi, alafu anarudi anaenda kukaa. Asante. Lakini kuna wengine yule msomaji akiyumba, akienda juu akienda chini, kwa ile sauti yake huku zinasikika kelele za kushangilia. Wengine wanapiga takbiri, wengine kuna maneno yanaongea wanajua wenyewe. Ndio. Sasa wasiwasi wangu na swali langu ndo lilipo hapa. Hilo ni swali na ndo wasiwasi huo. Hivi vitendo vinavyofanyika hivi ni sahihi kwa mujibu wa sheria? Kama si sahihi, nini sasa tufanye wakati Qur'ani inasomwa? Na kama ni sahihi, nataka unifahamishe ule utulivu na ule ukimya uliozungumzwa katika Qur'ani ni wa aina gani? Asante bwana. Mungu akubarikie. Asante bwana wangu. Mungu akubariki sana. Bwana huyu alotoka hapa, Mwenyezi Mungu amemjalia kwamba akisema anasikika. Na kwa muktadha huo nyote mmesikia swali lake, au sio? Sasa mimi sina haja ya kulirudia. Mimi kazi yangu hapa ni kumjibu tu, kumsaidia. Kwanza nakubaliana naye kwamba Qur'ani ikisomwa wanatakiwa waliopo hapo inaposoma Qur'ani wanyamaze na waisikilize. Mola kataja mawili tu yafanyike ikisoma Qur'ani, na katika hayo mawili kutulia sio mojawapo. Hajasema Mola ikisoma Qur'ani tulieni. Mnanielewa nyi watu? Lam yakulillahu idha quri'a alqur'anu fahda'u. Hasemi Mola ikisomwa Qur'ani tulieni. Amesema hivi, idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna. Ikisomwa Qur'ani isikilizeni, sio isikieni. Kuna tofauti kati ya kusikia na kusikiliza, kuna tofauti kubwa sana. Mungu anasema Qur'ani ikisomwa isikilizeni, na ili mambo yasiingiliane, msiisikilize huku nyinyi mnaongea. Fastami'u lahu, isikilizeni. Wa ansitu, mnyamaze. Isikilizeni na mfanyeje? Na mnyamaze. Tulichoamrishwa ikisoma Qur'ani ni mambo haya. Ni nini na nini? Ni kusikiliza na kunyamaza. Sasa huo ni utangulizi wa jibu langu tu, na kwenda kwa ndugu yangu huyu. Pana watu ikisomwa ikamfurahisha, yeye katumia lugha ya Kiswahili, pengine mjuzi wa Kiswahili, anasema amekunwa.
Huyo msikilizaji huyo sasa kakunwa. Mimi Kiswahili si mjuzi sana, lakini kukuna maana yake nini najua. Maana ya kukuna najua. Kukuna ni tiba ya kwanza kwa mtu aliyepata tatizo la kuwashwa. Kabla ya vidonge, kabla ya kwenda kwa daktari, yeye mwenyewe mtu akiwashwa anayo dawa ya kuanzia, na dawa hiyo ni kujikuna. Sio, mnanielewa? Na hiyo anaijua hata mtoto mdogo, utamwona anafanya hivi, au sio? Anajikuna. Kwa nini hapa pametaja neno kakunwa? Kwani alikuwa anawashwa huyu? Mbona kakunwa? Muelewe, mtu akiwashwa akijikuna anasikia raha. Hata wewe hapo ukijikuna mahala panawasha unasikia vipi? Husikii utamu? Anayejikuna anasikia utamu. Ndio maana muulizaji akasema hivi, iliposoma Qur'ani pana mtu mmoja amekunwa, anamaanisha yule kasikia utamu, au sio bwana? Utamu. Sote tunafahamu kwamba Qur'ani ni kitu kitamu. Kuna Muislamu hajui hivyo? Aje hapa msomaji bingwa tuone hapa. Ni tamu. Sayyiduna Umar alipoisikia Qur'ani alisema waziwazi, inna fi hadha alkalami la halawa, haya maneno matamu. Na anasema hivyo kabla ya kusilimu, bado kafiri, anasema maneno haya ni matamu. Ikiwa ni matamu mpaka kwa kafiri, kwetu je Waislamu? Matamu zaidi. Sasa ikisomwa yakasemwa maneno matamu, wanaoyasikiliza wanachukia, wanafurahi? Wanafurahi. Sasa hapa kwenye kufurahi hapa, kuna wakati mwanadamu akifurahi sana anaweza kupatia na anaweza kukosea kwa sababu ya kufurahi. Ukisoma mambo ya kikadhi, mambo ya kuhukumu kesi kwa kadhi, kuna nyakati 10 kadhi haruhusiwi kukalia meza ya hukumu akiwa na moja kati ya mambo 10 marufuku. Ukimjua huyo kadhi uliosimama mbele yake anataka kuhukumu kesi yenu, ukimgundua ana moja kati ya mambo 10, nyoosha mkono, mwambie kadhi, leo usitusikilize, kesi yetu yahirishe, kwa sababu una moja kati ya mambo 10, na yakiwepo hayo huruhusiwi kutuhukumu. Miongoni mwa hayo ni furaha sana na hasira sana. Kadhi akiwa na hasira nyingi haruhusiwi kukaa kwenye kiti, maana atawafunga watu bila hatia. Ana hasira. Hata mahakama za kawaida, ukienda kwa hakimu au jaji siku hiyo kagombana na mkewe, utakula miaka 10. Ana hasira. Na ukifurahi sana utakuja kumwachia mtu huru wakati ana hatia. Sasa akifurahi mtu, kuna wakati mpaka anapatia au anakosea. Yuko mtu mmoja Mtume Muhammad katupigia mfano, Allahu afrahu bitaubati abdihi min rajulin dhaa ba'iruhu wa ala al-ba'iri ta'amuhu wa sharabuhu fa ayasa minhu fastadhalla bi dhilli shajara falamma istayqadha fa idha hiya bihi faqala Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Mungu ana furaha zaidi mja wake akitubu. Mja akitubia, si kutubia mnafahamu? Si tunatakiwa kutubu sisi? Nyinyi watu kutubu mnajua? Mbona mmenyamaza? Mnajua kutubu? Kutubu ni kufanyaje? Naona wengine waruka ukuta hapa, anasubiri mwenzake akianza yeye anamalizia. Kutubu nini? Nimesikia kutubu ni kuomba msamaha, hilo ni kosa. Kuomba msamaha ni istighfari. Kuomba msamaha ni istighfaru. Bwana ananiambia ni kurejea kwa Mungu, ndiyo kutubu. Maneno yana ithrabu haya.
Kurejea kwa Mungu ndo kufanyaje? Kufanyaje? Yani mfanyeje ndo niambiwe nimerejea kwa Mungu? Kutubu nini? Kuna mtu mmoja hapa kasema kisomi kabisa. Ukiulizwa kutubu ni nini, mwambie huyo anayekuuliza kutubu ni kukoma. Nyie watu, kutubu ni kufanyaje? Ndio, kutubu ni kukoma. Sasa hili ni shadidu lahja, ni neno gumu kidogo. Kukoma, unaweza kushindwa kumwambia mama yako mzazi. Pengine mama yako mzazi muongoongo hivi, ukimwambia mama koma kuanzia leo kusema uongo, kimsingi umemwambia tubu. Lakini ukimwambia ukome, mnaelewana? Haya, baba yako haswali. Mungu atujalie tuswali sote. Baba haswali, baba wewe uswali bwana, kuanzia leo ukome. Ukae mbali sana, kama pana mikwaju utajuta. Unamwambia nikome baba. Maana ya kukoma ni kuacha. Kutubu maana yake kukoma, na kukoma maana yake nini? Kuacha. Ukiambiwa tubu uongo, umeambiwa koma kusema uongo, acha uongo. Waislamu nanielewa? Kutubu ni kufanyaje? Kuacha. Tumieni neno gumu kidogo. Kutubu ni kufanyaje? Tumieni neno gumu. Kutubu mkufanyaje? Mbona mnapindisha? Mnapindisha bwana. Kutubu ni kukoma, na kukoma ni kuacha. Sasa Mungu anafurahi sana mja wake akikoma maasi. Kukoma maasi maana yake ndo kutubu, sio? Mja wa Mungu siku atakayotubu, yani atakapokoma, atakapoacha maasi, siku hiyo Mungu kafurahi sana. Amefurahi mno. Mwenyezi Mungu amefurahi kuliko mtu aliyekuwa anasafiri jangwani, amepanda ngamia, akashuka kwenye ngamia. Juu ya ngamia kuna chakula cha safari na maji ya safari, na maandalizi yote ya safari yako mgongoni kwa ngamia. Yeye ameshuka huyo msafiri kwa haja mbalimbali. Aliposhuka msafiri kwenye ngamia maporini huko, ngamia akakimbia. Ngamia ameondoka, na msisahau kwenye ngamia ndo kuna chakula na maji, mnanielewa? Kashaondoka na safari bado ndefu. Sasa huyu msafiri ana matatizo. Kwanza kakosa usafiri, sio? Ile transport yake hamna, wabitali hana chakula tena, hana maji tena. Akamtafuta ngamia wake maporini humo, fa ayasa minhu, akakata tamaa kwa utafutaji huu. Basi tena ngoja tu nishukuru bwana, ngamia akashaondoka, mnanielewa? Fastadhalla bidhilli shajara, akautafuta mti mkubwa, akashakata tamaa, akakaa kwenye kivuli kupumzika. Faghalabathu ainahu fanama, pale chini ya mti mara amelala yule msafiri. Kwanza akachoka, pili hajui sasa nitafanyaje porini humu, usingizi umemchukua maskini mtu, kalala. Falamma staikadha fa idha bilbairi baina ainaihi baina yadaihi. Ameamka usingizini, anafumbua macho, ngamia huyu hapa karudi. Ngamia karudi na kila kitu kipo. Fakala, yule bwana kwa furaha yake akasema, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Mungu, mi ndio mola wako, wewe ndo mja wangu bwana. Wewe Mwenyezi Mungu ndio mja wangu na mimi ndo mola wako. Akhtaa min shiddati lfarhi, huyu kakosea kwa sababu ya furaha kubwa. Furaha imemzidi mpaka kakosea, mnanielewa? Namfahamu kwamba kwa kusema hayo yule mtu hana dhambi, hajakosea kwa ujeuri, hajakosea kwa kuwa anataka ukafiri, amekosea kwa kuzidiwa na nini? Na furaha. Tafadhali, tafadhali, tafadhali usije na wewe umekaa chumbani na mkeo akakufurahisha sana, ambia wewe mwanamke, wewe ndo mume wangu mimi.
Wewe mme wangu, mimi ndo mkeo leo, usikosee hivyo. Alqata'u min shiddati alfarhi yajuzu, yale makosa yanatokea kwa sababu ya kufurahi sana, yale Mungu hajali yale, kwa sababu furaha nyingi na hasira ni maumbile ya kibinadamu, si milki yako hayo. Walionyenyuka kwenda kumtunza msomaji wamenyenyuka kwa sababu ya kuzidiwa na furaha, wameona utamu, maneno yale yamewafurahisha. Sasa mtu hawezi tena, huyo anatoa pesa anamtilia, ni furaha. Waliopiga makelele Allah, nasoma Qur'ani na hawajui maana yake hata hii, amina kuelezeni. Wale wengi wanopiga makelele Qur'ani ikisomwa, la yaarifuna shay'an min maanahu, hawajui chochote, imewafurahisha sauti na mpangilio, makamu yamepelekwa vizuri, Allah, ile ni furaha, wamefurahi. Sasa ameniuliza bwana, je, wamekosea? Jawabu ndiyo, wamekosea. Kwa sababu gani? Walitakiwa wanyamaze na wasikilize. Wakifanya Allah ndo kunyamaza hivyo, ndo kusikiliza hivyo. Allah hawa hawana dhambi, liannahum akhtau min shiddati alfarhi, wamefurahi na si kosa, wafurahi kwa kosa. Kuhusu kutunza, kutunza ni sunna. Mtume Muhammad sallallahu alaihi alimtunza Zuhairi yule, sio? Alikuwa anamwimbia vizuri Mtume, akenda akamtunza kishali hichi, akenda akamvalisha kishali chake kwa furaha. Kama ametunzwa mtu na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumsifu, je, mwenye kusoma maneno ya Mungu atunzwe zaidi, atunzwe zaidi. Wale watu wengine wajinga usema basi hawa Qur'ani wanaifanya kama biashara, wewe Qur'ani wapepe pesa tu. Ulitaka tufanyeje? Ulitaka tupewe mawe? La, watunzwe na Qur'ani ishangiliwe, maneno ya Mungu yashangiliwe, ni furaha. Bwana, umenielewa? Allahumma faqihna fi din waftah alaina futuha al-arifin warzuqna ilma al-anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a faj'alna min al-ulama'i al-amilin. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahma waj'al ad-dawlata al-islamiyyata fina qa'ima waj'al awladana fi buyutina ulama wala tusallit alayna bidhunubina zalima waf'al fina hakadha ila yawm al-qiyamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.